katika taa ya Mwenyezi Mungu, si wema, si waadilifu, hawana insafu na wengine katika jamii wanazoishi. Illa alladhina tabu, isipokuwa watakaotubia, min baadi dhalika, baada ya kufanya kosa hilo na yakawapata maamuzi hayo, wa aslahu, wakatengeneza tabia zao wakarekebisha vizuri imani zao, wakawa watu wema, fa inna Allaha ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ana rehema. Walladhina yarmuna almuhsanati, na watu ambao wanawatupia kosa la zinaa wanawake waliojizuilia. Tabia hii hawana, lakini wao tu kwa sababu zao wenyewe wanaamua wawatie hatiani kwa kupitia njia hii ya kuwatuhumu na kosa baya ambalo adhabu yake ni kubwa. Wakatumia kipengele hicho cha adhabu kuwaadhibisha watu wasio na makosa. Walladhina yarmuna almuhsanati, watu wanaowatupia kosa hili wanawake wema waliojizuilia. Maana yake yakdhifuna bizina, wanawasingizia kosa la zina, alafifatu tarifatu, wanawake waliojizuilia na kosa hili, watu na heshima zao, wanaithamini dini yao, wanamheshimu Mola wao, lakini mtu kwa sababu yeye kawachukia akaona awasingizie kosa kama hili. Thumma, halafu akaripoti kosa, lam ya'tu bi arba'ati shuhada, hakupeleka mashahidi wanne kushuhudia anachokiripoti. Na lazima wawe mashahidi wanne, watu walioshuhudia, sio wa kuwapanga, kwa sababu na hakimu naye anakuwa ana uwezo hali ya juu kuwapiga masuala wale waliokuja kutoa ushahidi mpaka aridhishwe kweli hawa ushahidi huu ni wa kuona wenyewe. Ana njia nyingi za kuwahoji. Wakianza kubabaika, anajua hawezi kubabaika hapa wakati alikuwepo anashuhudia. Bila shaka hili jambo la kupangwa. Kwa hiyo watathibiti kuwa hawa watu hili jambo wamepika, wanataka kumsingizia mtu uongo. Kwa hiyo wawepo watu wanne, sio ushahidi wa kubuni wa kuwapanga watu twendeni tukamshtakini au tofaa. Kwa hiyo mashahidi wawe wanne, na madamu watakuwa ni Waislamu waadilifu, watasema kweli kile walichokishuhudia. Na kama watakuwa wote wamekubaliana kufanya hadaa, basi hakimu mwenyewe kwa uwezo atakaopewa na Mwenyezi Mungu atawagundua kuwa hawa watu hili jambo wamepanga. Alete mtu mashahidi wanne anaporipoti kosa hili. Thumma lam ya'tu ala da'wahum yani walladhina yarmuna almuhsanati, watu wanaowasingizia kosa la zinaa wanawake wema waliojilia wenye heshima zao. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'i, halafu hawakuleta mashahidi wanne. Maana yake thumma lam ya'tu ala da'wahum, hawakuleta pale kwenye dai lao, kwenye shtaka lao, bi arba'ati shuhudin adulin, mashahidi wanne waadilifu. Wanne waadilifu wanajulikana heshima yao, dini yao, sio watu tu wa kukamata kamata ovyo ovyo. Yashhaduna alaihinna, watakaokaa ushahidi kushuhudia kwa hao wanawake waliopewa kosa hili, bima nasabu ilaihinna, kutokana na kosa walilolinasibisha kwa hao wanawake, min alfahisha, kosa la uchafu wa zinaa. Wale walioleta ushahidi, walioleta kesi hii bila ushahidi, fajliduhum 80 jaldatan, wapigeni wao fimbo 80. Kila mmoja anakula fimbo zake 80 za nguvu, kwa sababu anaivunjia heshima mahakama. Nimepata kusikia watu wakicheka mahakamani wanafungwa miezi 6. Kadharau mahakama, sababu mahakama ni pahala ambapo panatakiwa haki na uadilifu, sio pa mchezo mchezo. Kaleta shtaka halijakamilika, shitaka la uongo, anaadhibiwa yeye mwenye kushtaki. Kwa hiyo na hawa nao wangelikuwa wana utawala bora, utawala wa sheria, vitu kama hivyo wangekuwa wanavitathmini. Huyu kaja kumshtaki huyu kwa kosa, panafanywa upelelezi, ikithibiti kosa kafanya, basi anahukumiwa kwa mujibu wa uzito wa kosa lake na adhabu anayostahili kupewa, bila ya kudhulumiwa kwa kufanyiwa mambo mengine. Na kama si kweli kasingiziwa, basi wale wasingiziaji nao wanastahili adhabu vile vile. Wamekosa, wanavunja heshima ya mtu, wanakwaza maendeleo yake na familia yake, yani wanasababisha vitu vingi kwa kumsingizia mtu siku moja. Kwa hiyo na wale wanastahili adhabu.
fajliduhum, wapigeni wao walioshtaki, 80 jaldatan, kila mmoja fimbo 80. Yani idribu kulla wahidin min arramin, mpigeni kila mmoja katika hawa wasingiziaji 80 darbatan bisauti wa nahwi, mapigo 80 ya mjeledi au kitu kilicho kama mjeledi, yani fimbo ya aina yote wapigwe 80. Kwa nini? Liannahum kadhibatun, kwa sababu hawa ni watu waongo. Yatahimuna albariatu, wanawatuhumu watu wasio na makosa. Mtu hana kosa, wao wanampangia kosa. Ni watu waongo, kwa hiyo wao waadhibiwe kwa sababu ya uongo wao. Wayakhudhuna fi iradhi nasi, na wanapewa adhabu hii kwa sababu wanashughulika na kutangaza aibu za watu, wanavunja heshima za watu, na kuvunja heshima ya mtu ni kosa katika Uislamu. Faharamun ala almuslimi lilmuslimi damuhu wa maluhu wa irduhu, Muislamu yoyote ni haramu kwa Muislamu mwenziwe damu yake kumuua bure, mali yake kumuibia, na heshima yake kumvunjia heshima, ni haramu. Kwa hiyo aliyefanya kosa hili ana kesi ya jinai na anastahili adhabu. Wala takbalu lahum shahadatan abada, wala msiwakubalie watu wa aina hii wenye kosa kama hili ushahidi mahala popote. Ikithibiti kwa kuvunja heshima za watu wengine, kuwa waongo wakawasingizia watu mambo wasiokuwa nayo, wao washushwe hadhi yao katika jamii wanayoishi kwa kutokuwa waaminifu. Hawaaminiwi mahala popote, hata ushahidi hawafai. Kwa hiyo kila mtu atajua huyu mtu hamna kitu, hana maana. Wala takbalu lahum shahadatan abada, ai wazidu lahum, wazidishieni baada ya fimbo 80, wazidu lahum, wazidishieni fil uqubati, katika adhabu nyingine. Baada ya fimbo na kuna adhabu nyingine. Adhabu gani nyingine wanapewa? Biihdari karamatihim, kwa kuwabomolea utukufu na heshima yao, yani heshima yao iondolewe, kwamba hawa katika jamii yetu ni watu wasiostahiki heshima. Wazidu lahum, wazidishieni al-uqubata, adhabu, biihdari karamatihim al-insaniya, kwa kuwavunjia heshima yao ya ubinadamu, kwamba binadamu ni kiumbe mwenye kuheshimiwa, akisema maneno yake yanathaminiwa. Lakini mpaka binadamu ikiwa anasema maneno yake hayakubaliki, haaminiki, huyu kashushwa sana hadhi yake mbele ya wenziwe. Yani mpaka akisema maneno yake hatuwezi kuyakubali, huyu ana mushkili, ana tabia ya uongo. Sasa mpaka watu wakamtangaza hivyo na wakamjua hivyo, huyu kwa kweli kakosa heshima ya ubinadamu. Kwa hiyo anapewa adhabu ya kwanza ya kusingizia mtu fimbo 80, na yeye anapigwa hadharani vile vile. Halafu anakuwa na kitambulisho maalum ambacho huyu pahala popote ikitokezea kesi ya kutakiwa shahidi huyu hatakiwi. Kwa hiyo kosa jingine, adhabu nyingine ni kwamba heshima yake ya ule ubinadamu wake inakataliwa, kwamba huyu hana heshima miongoni mwetu, si muaminifu, kwa hivyo hawezi kuaminiwa, hawezi kukubaliwa mahala pengine popote kutoa ushahidi, kwa sababu ni mtu muongo, ana tabia ya kusingizia, kusema yasiyo kuwepo. Lakini watu wa aina hii leo ndo wanaopewa madaraka, na wakifanya hivi ndo wanaongezwa vyeo. Sasa sijui mtafika wapi. Fala takbalu shahadatan, msikubali kwao ushahidi, ai wahidin minhum, kila mmoja katika hao wasingiziaji apewe cheti cha kutokukubaliwa ushahidi, maadama musiran ala kadhibihi, kwa muda wote ambao atakuwa anaendelea na tabia yake ya uongo, wa buhtanihi, na kuzua mambo yasiyokuwepo. Tabia hii kama hajajirekebisha, awe na certificate ya kuwa huyu mtu kwetu si muaminifu, hatukubali ushahidi wake, hatuyathamini maelezo yake atakayoyatoa popote, si mkweli. Halafu mzushi wa mambo, anapika jambo halafu akasingizia watu. Adhabu ya pili, wa ulaika humul fasiqun, na hawa, hii sasa ni adhabu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, anawahukumu, anawathibitisha kwamba hawa ni watu mafasik. Alfasiquna alladhina yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard.
na haya yote ni katika masala ya ufisadi. Watu mafasiki ni wale ambao yanqudhuna ahda Allahi min ba'di mithaqihi, wanaweka ahadi na Mwenyezi Mungu kwa kutamka shahada kwamba wao ni Waislamu, wameamini Mungu mmoja, siku ya malipo, lakini halafu maneno yao yanapingana na vitendo vyao. Wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, wanayakatilia mbali mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu kaagiza yatengenezwe, yaunganishwe, wao hawayatendi, hawatekelezi kama walivyoagizwa. Ndio watu mafasiki. Na kosa la tatu, wayufsiduna fil ardi, wakiishi hapa duniani wao wanafanya ufisadi tu, na mambo kama haya ya kuwavuruga watu vichwa, kumsingizia huyu, kuwaondoshia watu utulivu, haya yote ni katika masala ya ufisadi. Mtu anakamatwa akaekwa ndani siku chungu nzima, anaingia bure, lakini kutoka anaambiwa dhamana yako 300 kwa kosa ambalo hajafanya. Sasa kama yeye hana, unawashughulisha watu jamaa zake tena wachange, wakope, wanyang'anye ili wewe uletewe 300 kwa mtu ambaye kosa pia hajafanya. Huu ufisadi, na watu wastaarabu hawaishi kama hivi. Kwa hivyo adhabu yake nyingine ambayo hii Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anaidhinisha, anawahukumu hawa ni watu wahuni, hawafai kwenda peponi kwa tabia hii tu. Wa ulaika humul fasiqun, hawa watu wa aina hii ni watu mafasik, hawako kabisa katika taa ya Mwenyezi Mungu, si waumini sawa sawa. Kwa hiyo yote wanayoyafanya yanakuwa nje ya utaratibu, na maadamu wanayoyafanya yako nje ya utaratibu, basi hukumu yao kwa Mwenyezi Mungu inakuwa mbaya. Ay humul kharijuna an ta'ati llahi, hawa wanakuwa ni watu waliotoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu, hawako kwenye dini seriously, wanayoyafanya hayakubaliwi na dini. Humul kharijuna, hawa ni watu waliotoka an ta'ati llahi, kwenye taa ya Mwenyezi Mungu, wamekataa kuwa watu watiifu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na utukufu. Liitianihimu adhanba alkabira, wanakuwa wameasi kwa Mwenyezi Mungu wao na kuleta madhambi makubwa. Waondoshea watu utulivu wao, ukawataaradhi kwenye heshima zao, ukaharibu uchumi wao, ni mambo makubwa yanaondosha utulivu na amani katika jamii iliyostaarabika. Waljaramu shania, ina wanafanya kosa baya la kuzusha uongo alafu ukamsingizia mtu ambaye hakuhusika nao. Qala Ibn Kathiri, amesema Ibn Kathiri, aujaba ta'ala ala alqadhifi, Mwenyezi Mungu amewajibisha kwa mtu mzushi anayemsingizia mtu kosa. Watu wa Unguja wameshafanywa sana, wanafanya watu wa Unguja na wanafanyiwa watu wa Unguja wenyewe kwa wenyewe, lakini sio ya zinaa mengineyo, lakini ni suala lile lile la kadhi, ni kumsingizia mtu jambo ambalo analo. Yaktasibuna alithma, wanatengeneza watu makosa ya kutengeneza maana, thumma yarmuna bihi bari'an, alafu wanawatupia watu wengine. Yani watu wenyewe wataalamu wanaandaa mazingira ya kosa, alafu wanatuhumiwa kwa kosa lile watu wengine. Wamepiga mabomu hawa, wamefanya hivi hawa, wakati watu wala hawajafanya hilo bomu, hawalijui. Basi tu yanatendwa haya mambo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema mwanawachuoni huyu Ibn Kathiri, aujaba ta'ala, amewajibisha Mwenyezi Mungu mtukufu, ala alqadhifi, kwa msingiziaji, idha lam yuqimu albayinata, atakapokosa kusimamisha ushahidi. Kabuni kosa lakini mashahidi hana, au anaweza akapanga mwenyewe kwa sababu anajua system ya hapa lazima niwe na mashahidi, anaweza akawapanga, lakini na jaji naye mwerevu anajua kazi yake, anawatesti mashahidi wale kwa ushahidi wao. Watakapofeli sasa kwenye ushahidi, ndio wanakuwa wanakosa vile vile. Allah Taala amemhukumu, amewajibisha ala alqadhifi, kwa mtu aliyemzushia mtu kosa, idha lam yuqimil bayina, atakaposhindwa kutoa ushahidi, ala sihhati ma qala, juu ya usahihi wa lile alilolisema. Qala thalathata ahkami, Mwenyezi Mungu amewajibisha kwa mtu huyu hukumu 3. Aujaba ta'ala ala alqadhifi, Mwenyezi Mungu mtukufu amewajibisha kwa mtu mzushi msingizia, idha lam yuqimil bayinata, atakaposhindwa kusimamisha ushahidi, ala sihhati ma qala, ushahidi wa kuthibitisha usahihi wa anayoyasema. Thalathata ahkamin, Mwenyezi Mungu amewajibisha kwake hukumu 3.
Ahaduha, moja katika hizo tatu, an yujalladu 80 jaldatan, apigwe fimbo 80. Adhabu yake ya kwanza. Wajibu wa dola kwa kosa kama hili, mkoseaji apigwe fimbo 80. Thani, wajibu wa pili aliowajibisha Mwenyezi Mungu kwa mkosefu kama huyu, an turadda shahadatuhu abadan, ushahidi wake maisha yote atakayoendelea kuishi ukataliwe. Athalithu, wajibu wa tatu uliopo kwa mtu mkoseaji kama huyu, an yakuna fasikan laysa biadlin, anachukuliwa kuwa ni mtu fasiki, muhuni, si muadilifu, kwa hivyo haaminiwi mahala popote. Ni mtu muhuni, fasik, muasi. La inda Allahi, anakuwa si muadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, wala inda nasi, wala mbele ya watu. Kwa Mungu hafanyi haki na kwa watu hawatendei haki vile vile. Kwa hiyo anakuwa ni mtu mbaya khabithi kabisa wa vitendo vyake, mtu mwenye tabia ya kusingizia. Alafu anasema maneno ushahidi nao hana, anakuwa haaminiwi kwa Mungu wala si muaminifu kwa wenziwe. Kwa hiyo hafai, ni mtu mbaya. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika, aya ikaendelea, isipokuwa kwa watu ambao wakishahukumiwa watajirekebisha baadaye. Maana huyu anaweza akafika pahala akarealize makosa yake, na Mwenyezi Mungu amesema, wa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Muhammad, sema waambie wazi waja wangu kwamba mimi huwa sina kinyongo na wakoseaji. Enyi waja mliofanya fujo kwa kufanya makosa yaliyopindukia kiwango, kwa hiyo kwa makosa yenu mmedhulumu nafsi zenu, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana dasturi ya kusamehe madhambi ya aina zote. Inna Allaha ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni tabia yake kuwa ni mwingi wa usamehevu na ni mwingi wa rehema. Yani hapa aya zote za Qur'ani zilizoweka hukumu, basi huwa zina na kipengele kama hivi cha kuvulia. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu amesema kuhukumu watu wenye taaluma wakawa wanaibania kwa sababu ya matashi ya dunia. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, watu wote wanaoyaficha mambo au maagizo tuliyoyateremsha ambayo yanawabainishia watu yenye kuwafaa na yasiyowafaa, ya mafanikio na ya hasara, ya peponi na ya moto, walitakiwa watu wajulishwe duniani. Sasa wanaoyaficha, min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi, baada ya kwamba sisi tumefanya kazi ya kuwabainishia watu maneno hayo kitabuni. Sasa wanaoyasoma kitabuni wayafikishe kwa watu, watu waelewe Mungu anataka nini kwao. Lakini kwa makusudi wakayaficha ili watu wasijue, na wao ndo wanajua. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, watu kama hawa Mwenyezi Mungu anawalaani na wanalaaniwa na kila chenye kulaani. Sasa haina maana kwamba mtu kafanya kosa hili ndo kishazibiwa tena hana njia ya kujirekebisha. Mwenyezi Mungu akasema, illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kosa lao hili kujirekebisha ni kwa wale ambao watasalimika na hiyo hukumu ya laana, watu watakaotubia kutokana na kosa hili, wa aslahu, wakatengeneza tabia zao na imani yao baada ya ule ujinga waliokuwa nao, wabayanu, na wakabainisha yale waliokuwa wanayaficha. Yani kufanya correction, upite mle ambamo kwanza uli create distraction. Ulificha watu wasijue, kwa hiyo sasa waambie wajue yale ulioyaficha. Sharti ya toba. Uliiba, basi urejeshe ulichokiiba kwa wenyewe, sharti za toba. Kwa hiyo na mambo mengine ya taaluma yanakwenda kitaaluma, ya heshima yanakwenda kwa heshima. Ulimvunjia mtu heshima yake, sasa kutubu kwako umtakase lile jamani nilolisema silo, ilikuwa ni fitna tu za kusikia na nini, basi watu wajenge tu ile heshima yake, yule aliyovunjiwa heshima irejee. Maana mtu ukimshtaki kwamba huyu katega bomu kwenye nyumba wanaishi watu wengi, watu wasema huyu mtu mbaya, leo kesha mtegea fulani, kesho watanitegea mimi, watakuwa wanatahadhari na watatamani bora afe wajikinge na shari yake, kumbe umemsingizia. Sasa ili wewe utoke lawamani, basi urejeshe heshima yake yule kwa watu. Sema jamani, kumbe lile jambo mimi mwenyewe pia nimelisikia la kusingiziwa tu, sio la kweli. Watu warudi kuwa na imani naye.
Kwa hiyo na hawa nao ambao wamefanya kosa kama hili, hukumu zao ni hizo tatu: wapigwe kwanza fimbo 80, alafu wapewe shahada ya kutokukubaliwa ushahidi wao mahala popote kwamba si watu waaminifu, na tatu, Mwenyezi Mungu mwenyewe anawahukumu kuwa ni mafasik, wahuni. Kwa hiyo hawana thamani mbele ya watu na mbele ya Mwenyezi Mungu pia. Lakini nafasi wakitaka kujirekebisha ipo, na watakapojirekebisha Allah naye anabadilisha maamuzi, na serikali pia itapaswa kubadilisha maamuzi. Ushahidi wake atakapoonekana alivyojirekebisha, unaweza ukarejeshwa akakubaliwa kuwa ni mtu mwadilifu. Alikuwa fasik, lakini sasa kasoma, kaelewa, ni mtu mwadilifu, mwelekevu. Imefahamika? Illa alladhina tabu, isipokuwa watu ambao watatubia, min baadi dhalika, baada ya kosa hili na hukumu watakayopewa, wakatubia na wakajirekebisha. Yani illa alladhina tabu, isipokuwa watu waliotubia, wa anabu, wakaelekea kwa Mwenyezi Mungu, wakakaa kwenye dini sawa sawa, wakaipa dini haki yake na heshima yake. Tabu wa anabu, wametubia kosa. Na kutubia kosa kuna masharti manne: ni kuacha mara moja kufanya lile kosa, yani usitishe, usifanye tena. Sharti ya pili ni kutia dhamira kwamba hutotenda tena kosa kama lile, yani Mungu ndo anayopima hayo, yapo kweli kwamba umeweka nia kosa kama lile hutotenda tena. Sharti ya tatu, kama ni kitu cha kuchukulika, basi ukirejeshe kwa mwenyewe, kama hiyo mali, au kama ni kumvunjia heshima, ukamtakasie heshima yake, hapo ndo umetubia. Na nne ni kwamba basi kama si cha kurejesheka, basi wewe mwenyewe binafsi ufanye tu jitihada ya kufanya mambo ya mapatano na wale wenyewe, kumuomba radhi mpaka naye aridhike, basi itakuwa tauba yako imekubaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watu watakaotubia baada ya kuhukumiwa hivyo, illa alladhina tabu wa anabu, isipokuwa watu waliotubia na wakaelekea katika dini sawa sawa, wakaifuatia sharti zake. Wanadimu ala ma faalu, na wakajuta kwa walioyafanya. Wajute kwa nini alifanya kosa lile, aache kufanya, atienia kuwa hatofanya tena, na ajute kwa nini kafanya. Min baadi ma iktarafu dhalika dhamba alazima, baada ya kuchuma dhambi hii iliyokuwa kubwa. Wajirekebishe, watubu, waonekane kweli sasa wameshabadilika, washakuwa wamejifunza adabu kwa Mwenyezi Mungu na wamejifunza adabu kwa wenzi wao, wanakaa vizuri sasa. Wa aslahu, na wakatengeneza, ay aslahu a'malahum, wakarekebisha amali zao. Sasa wakawa hawafanyi amali chafu, wanafanya amali njema. Falam yaudu ila qadhfi almuhsanati, kwa hiyo wawe si wenye kurejea tena kuwasingizia watu wema wasio na makosa, wakawatupia makosa. Qala Ibn Abbas, amesema Bwana Abdullah ibn Abbas, ai maana yake atharu tauba, azharu tauba, wameidhihirisha toba. Watu ambao watasamehewa wamedhihirisha wazi kwamba wamejirekebisha sasa, wametubia sasa. Kwa hiyo serikali yao ijue, mujtamai wa Kiislamu ujue, na Mwenyezi Mungu ndo wa kwanza anayepima toba ya mtu. Akijua kwamba kweli kajirekebisha, basi yote haya humuondolea na akawa sasa ni mtu mwenye heshima yake kama walivyo watu wengine. Maana mtu hakui siku moja, wengine mpaka apate mitihani ndo anaposoma, ndo ukamuona sasa kawa mtu anaacha pombe na kila kitu baada ya mitihani migumu kumfika. Lakini mwingine anaendelea tu kunywa pombe, na msemaji uongo anaendelea tu kusema uongo, msingiziaji anaendelea tu kuwa na tabia hii. Sasa atakapoendelea na tabia yake, anapewa certificate ya kutokuwa muaminifu, haaminiwi na jamii, si mtu mwema, na Mwenyezi Mungu anamhukumu kuwa ni mtu fasik. Akijirekebisha na itakapoonekana marekebisho aliyoyafikia, basi anarejeshewa heshima yake, anakuwa regarded kama ni mtu muungwana, muumini kama walivyo waumini wengine. Fa inna Allaha ghafurur rahim, hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye rehema kwa waja wake. Yani watakapojirekebisha, fa'fu anhum, wasameheni, achaneni na walioyafanya zamani. Wasfahu, na msiyachukulie, yapuuzieni walioyatenda zamani, maana ndo washajirekebisha sasa. Waruddu ilaihim i'tibarihim biqabuli shahada, warejesheeni heshima yao ya kuthaminiwa, kwamba shahada yao, ushahidi wao unaweza ukakubaliwa. Ile certificate waliopewa ya kutokukubaliwa ushahidi,
itabadilishwa. Sasa waambiwe hawa watu wamejirekebisha na wanaweza wakapewa nafasi ya kutoa ushahidi, kwa sababu wameshasoma, wameshastaarabika, wameshajirekebisha. Sasa wako katika hadhi yetu, ni watu wenye heshima kama sisi. Fa inna Allaha, hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ghafurun rahimun, ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Yakbalu taubata abdihi, Mwenyezi Mungu huwa anakubali toba ya mja wake. Akijua kuwa katubia kweli, basi Mwenyezi Mungu humkubalia. Idha taba wa anaba, pale ambapo mja mwenyewe huwa anajirekebisha na halafu akanyooka kwa kufanya vizuri mambo ya Mwenyezi Mungu. Wa aslaha siratahu, na akairekebisha tabia yake na mwenendo wake. Wa halahu, na hali yake katika jamii anayoishi ikawa vingine. Alivyokuwa anakwenda sasa kabadilika, pombe hanywi tena, uongo hasemi tena, anawaheshimu watu. Basi akionekana yuko katika mabadiliko, heshima yake naye itarejeshwa vile vile. Thumma dhakara taala, kesha akataja Mwenyezi Mungu mtukufu, hukma man qadhafa zawjatahu, hukumu ya mtu sasa huyu amemsingizia mkewe mwenyewe. Kwa sababu mpaka mahakama zetu hizi za kidunia, mtu anakamatwa na kosa, anapelekwa mahabusu, lakini bado hajaitwa kuwa ni mkosa, anaitwa mtuhumiwa. Unafahamu? Kwa hiyo na mtu kuwa kenda nyumbani kwake kakuta live kitendo kinafanyika, lakini atakapopeleka mahakamani inawezekana ikazingatiwa labda ana hasira na mkewe kwa jambo jingine, kaamua aje na gia hii ya kumsingizia kosa la zinaa. Kwa hiyo bado mahakama haiwezi kumtia hatiani huyu mwanamke mpaka ushahidi utakapokamilika, ikubali ni kweli mwanamke kafanya. Kazi ya kuhukumu ngumu hiyo. Sio ile tu ya kwamba ndo wamekuja watu wameshtaki ukasema ala kafanya kosa hilo kweli, mfungeni miaka 8 akome. Kumbe watu wamemsingizia. Kazi ya kuhukumu ngumu. Kwa hiyo hata na huyu naye kaona jambo kwa mkewe, akenda akashtaki, bado linahesabika ni shutuma, kamsingizia mpaka mahakama itakapohakikisha ni kweli kafanya kosa. Sasa hii ni kesi nyingine. Zakara taala, ametaja Mwenyezi Mungu mtukufu. Hii aya iliyopita ni ya mtu tu kumsingizia mwanamke mwingine, si mkewe, si jamaa yake, au hata awe jamaa yake, lakini anamsingizia kufanya makosa ya zinaa. Sasa huyu mkewe mwenyewe wa ndoa anakwenda kushtaki, mimi nimemuona kwa jicho langu mke wangu ananiendea kinyume na fulani. Sasa Mwenyezi Mungu ametaja hukumu yake hiyo. Lakini hii aya tutasoma katika darasa ijayo. Lakini sababu ya kushuka aya hii sasa, maana ilishuka hiyo tuliyoimaliza, hizo mbili tulizozimaliza, walladhina yarmuna almuhsanati, ambayo ni aya ya 4 na aya ya 5 zilishuka mwanzo. Hii ilikuwa bado. Sababu ya kushuka aya hii, anasema Shekhe, an Ibn Abbasin, imesimliwa kutokana na sahaba huyo mtume bwana Abdullah ibn Abbas, anna Hilal ibn Umayya, kuna mtu mmoja sahaba huyu jina lake anaitwa Hilal ibn Umayya, qadhafa imra'atahu 'inda an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Angalia, kenda kushtaki kwa mtume lakini bado inaitwa ni qadhf. Hilal ibn Umayya kenda kumshitaki mkewe, kamsingizia mkewe au kamripoti mkewe kwa kosa la zinaa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bishariki ibn Samha, na mume wenyewe, mwanamume wenyewe aliyefanya zinaa na mkewe jina lake anaitwa Shariki ibn Samha. Kwa hiyo Hilal kamshtaki Shariki kwamba anashirikiana naye kwenye mkewe, jina lake kalitumia vibaya, maana Shariki si mshirika, lakini hii Shariki ni jina lake. Kwa hiyo Hilal ibn Umayya kaenda kushtaki kwa mtume kwamba mkewe anachukuliwa na jamaa mmoja anayeitwa Sharik ibn Samha. Kesi nzito, maana mke anauma, lakini mwenyewe anasema Hilal kashuhudia kwa jicho lake, lakini bado mtume kwa sababu ya aya tulizozisoma anahesabu ile ni shutuma na anamwambia sasa. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia mwenye kushtaki, anayemshtaki mkewe, akamwambia albayinatu au haddun fi dhahrika, nipe ushahidi wa kukinaisha au fimbo 80 mgongoni mwako. Na wakati mwingine ndio ushaona, lakini ukizingatia mashahidi sina, itakuwa tena usishtaki, wewe ufeki ofisa tu. Ndio Sasa ina maana bado sharia ingekuwa ina mapungufu hapo. Ina maana madam mashahidi 4 sina hapa na mwenyewe nishaona, ndio sende kushtaki, maana nitapigwa mie fimbo 80.
sitokubaliwa, mimi nitaonekana na msingizia. Hasa kwa enzi hizi ambazo wanawake wana upendeleo maalum, wanaundiwa na wizara hasa za wanawake kudaiwa haki zao. Sasa Mtume alikuwa yeye anakwenda na sharia. Aya zilizopita zinamwambia mtu lazima awe na mashahidi 4 kwa kosa hili. Hana mashahidi, yeye ndo anazingatiwa muongo. Sasa na huyu kenda mwenyewe tu peke yake, jambo limetokezea kwake, kaona kwake mkewe kachukuliwa na jamaa, akenda mwenyewe kwa Mtume kushtaki. Mtume anamwambia albayinatu au hadun fi dharika, nipe ushahidi wa kutosheleza au utapata fimbo mgongoni mwako, maana utahesabiwa wewe ndo muongo. Kama huyu bwana Hilal ibn Umayya, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, idha raa ahaduna ma'a imra'atihi rajulan, idhi mmoja wetu atakapoona kwa macho yake pana mwanamume pamoja na mkewe, yamtaliku, anafanya jambo, yaltamisul bayina, hapo ndo anatafuta ushahidi tena. Mwenyewe kaona watu wanafanya, sasa mimi nimeona mwenyewe kwangu mtu ananifanyia, tena ndo panatakiwa ushahidi hapo mwingine, na mimi nimeona. Walladhi ba'athaka bilhaqi, ninakuwa pia kwa yule aliyekuteua wewe akakupa utume kwa haki, inni la sadiqun, wallahi ninayoyasema mimi ni kweli. Wala unzilanna Allahu ma yubarri'u dhahri min alhaddi, na Mwenyezi Mungu wallahi atateremsha kitakachoutaka mgongo wangu na fimbo. Sirejeshi kauli yangu kazini, na mimi Mwenyezi Mungu ndo anayenitegemea anikinge na fimbo. Najua ushahidi haujakamilika, lakini mimi nimeshuhudia jambo limetendeka. Kwa hiyo kwa sababu akalipeleka hili swala kwa Mwenyezi Mungu, nategemea Mwenyezi Mungu autakase mgongo wangu au uepushe mgongo wangu na fimbo, na wallahi ninalosema ni kweli. Fanazalat, ikateremka aya hii. Sasa hatua gani sasa Mtume achukue? Maana zile aya za kwanza tulizosoma hapa hazimpi kipengele cha kukubali ushahidi pamoja na kuwa huyu kaapa. Wangapi wanaapa yamini za uongo kuthibitisha madai yao? Au wanaowasingizia watu, wakenda kule anapewa msahafu au anaambiwa wewe dini yako gani? Mkristo, basi hapa anaapa, anakukandamiza kwa jambo la kusingiziwa. Anaapa mbele ya mahakama kwamba wewe ni mzembe na mzururaji, wakati kama uzembe kaja kukuchukua nyumbani, kama uzururaji kakuchukua nyumbani usiku. Sasa ulikuwa unazurura wapi? Lakini kule anaapa kuthibitisha kosa uliloshtakiwa. Kwa hiyo Mtume alikuwa ni haki alivyofanya kwa sababu ya maagizo ya kwanza. Sasa kwa hili lililotokezea, na hii ndo ilivyokuwa ikashuka Qur'ani, linatokezea jambo alafu yeye ndo analetewa njia ya kulikabili. Bwana anathibitisha kaona mwenyewe, mashahidi hana, mkewe kaziniwa. Mtume anamwambia kama hujaniletea mashahidi ninakupiga fimbo 80 hapa, umekosea. Na yule bwana akasema ninategemea Mwenyezi Mungu ataniepusha na adhabu hii, na bado sirejeshi kauli yangu, ni kweli, wallahi ninayosema ni kweli, mke wangu kafanya hivyo, nimeshuhudia mwenyewe, tena unaambia nitafute mashahidi. Unaona Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyokuwa inakuja Qur'ani. Fanazalat, ikateremka hii aya, walladhina yarmuna azwajahum, na wale watu ambao wanawasingizia au wanawatupia shtaka hili wake zao, mkewe mwenyewe, lakini anamtuhumu kafanya kosa la zinaa kwa sababu mwenyewe kamshuhudia. Walam yakul lahum shuhadaun illa anfusuhum, na wanashtaki kosa hili hawana mashahidi ila mashahidi ni nafsi zao wenyewe. Hawa hatua za kuchukulia, fa shahadatu ahadihim 4 shahadati, ataapa kila mmoja wao viapo 4. Ushahidi wake badala ya mashahidi 4 walioshuhudia aape yamini 4 kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yamini zake 4 ndo sawa na mashahidi 4. Na mtu Muislamu kuwapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwenye jambo la uongo anajua madhara yake ni nini. Kwa hiyo ili athibitishe ukweli wanalolisema, ale yamini 4 itasimama mahala pa shahidi mmoja. Falyashhad fashahadatu ahadihim, ushahidi wa mmoja wao. Mmoja gani? Mwenye kusingizia mkewe. Ushahidi wa mmoja wao 4 shahadati, ni kutoa shahada 4 billahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Innahu lamina sadiqin, athibitishe kwamba anayoyasema ni kweli. Wal khamisatu, na ya 5, mara ya 5 atamalizia kwa kusema anna la'natallahi alayhi, anaapa kwamba laana ya Mwenyezi Mungu imshukie yeye, in kana minal kadhibin, kama aliyoyasema pale ni uongo, Mungu amlaani kama ni muongo. Anaapa mara 4, alafu na mara ya 5 anamalizia kwa kusema hivyo, laana ya Mwenyezi Mungu inushukie ikiwa mimi ni muongo.
wayadrau anha aladhaba, na yule mtuhumiwa naye analetwa pale, na yeye akitaka kujikinga na adhabu ambayo ikithibitika kakosea kweli, akikiri kosa, atapewa hadi ya mzinifu. Na hadi ya mzinifu aliyoko kwenye ndoa au aliyewahi kuolewa ni kupigwa mawe mpaka akafa. Sasa na yeye kama atapenda kujitetea, sasa aliamini 4 vile vile kama yule aliyeshtaki alivyoapa. Kwa hiyo waliyadrau anha aladhaba, atajisalimisha na adhabu naye huyu aliyeshtakiwa. Antashhada 4 shahadatin, kwa kutoa shahada mara 4 za kiapo. Billahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, innahu laminal kadhibin, na apa kwamba huyu bwana mume wangu ni muongo. Mume anaapa kuthibitisha kuwa ni mkweli, na mke aape kuthibitisha kwamba huyu mume muongo. Mahakama kazi kubwa. Wal khamisata, na mwanamke naye kwa mara ya 5 atasema anna ghadhab Allahi alaiha, ghadhabu za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, Mungu amkasirikie. In kana mina sadiqin, ikiwa mumewe ni mkweli. Kama anayosema mume wangu ni kweli, basi Mwenyezi Mungu anighadhibikie. Kwa hiyo huyu mwanamume anasema laana ya Mungu iwe juu yake, na mwanamke anasema hasira za Mwenyezi Mungu zinithibitikie ikiwa madai ya Mungu ni kweli. Kesi itakuwa dismiss, kesha achiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mfahamu maana jaji tena hapo kila mmoja kesha hapa. Mume kaapa kwamba ni kweli nimeshuhudia kafanya, na mke naye kama ataona akasingiziwa akitaka ajisalimishe na adhabu, naye aape. Sasa kama ni mkweli kafanya, anajua mtu mwenye kuapa yaminul ghamus, yamini ya uongo, atakiri kosa. La akisema basi tu apapatue na yeye apite njia hii. Akipita njia hii, jaji hana tena uwezo wa kuingilia, inakuwa aachiwe Mwenyezi Mungu mwenyewe ahukumu. Na wakati huu Uislamu bado uko hot, hatua zilikuwa moto zinachukuliwa, sio mambo ya mchezo. Ndo kama huyu kasema tu Mwenyezi Mungu atanilipia, vitu vimeshuka. Au mama Khawla kaenda kuripoti kuhusu kesi yake na mumewe, aya zimeshuka. Kwa hiyo wakati ule ilikuwa sio mchezo hata kidogo kwa watu wenye imani. Kwa hiyo bwana alipata mbadala, hukumu mbadala. Badala ya kupigwa yeye fimbo 80, ikabidi sasa watumie njia hii nyingine. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina yarmuna almuhsanati, na watu ambao wanawasingizia kosa la zinaa wanawake wema waliojizuilia na kosa hilo. Thumma lam ya'tu bi 4 shuhadaa, halafu hawakuwa na mashahidi 4 walioshuhudia. Wanasema tu wanapeleka shtaka, hawana ushahidi. Fajliduhum 80 jaldatan, wapigeni fimbo 80 kila mwenye kusingizia. Wala takbalu lahum shahadatan abada, na kuanzia siku hiyo wasikubaliwe tena kutoa ushahidi mahala popote kwa tabia hii. Wa ulaika humul fasiqun, na hawa mbele ya Mwenyezi Mungu ni watu mafasik, wachafu wa tabia. Illa alladhina tabu, isipokuwa watakaotubia. Min baadi dhalika, baada ya kuhukumiwa hukumu hiyo, maana kwa kweli watajisikia vibaya. Udharauliwa na kila mtu kuwa wao si waaminifu. Kwa mtu muungwana hili ni pigo kubwa. Kwa hiyo anaweza akajirekebisha akajifunza. Illa alladhina tabu min baadi dhalika, isipokuwa atakutubia baada ya kosa hilo. Wa aslahu, na akarekebisha mwenendo wa dini yake, akatengeneza imani yake. Fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Isa cha huu uzushi mkubwa sana, allati tuhimat fiha alafifa, uzushi ambao katuhumiwa nao mwanamke aliyejizuilia mwema, anayejilinda, maana hana kosa kama hilo. Albaria, yuko mbali mno na hilo alilosingiziwa. Atahira, ni mtu msafi kutokana na matendo hayo. Ummul mu'minina Aisha, huyu ni mama wa Waislamu, mke wa Mtume Aisha radhiallahu anha. Bilkadhibi walbuhtani, wamemsingizia watu kesi ya uongo na ni jambo la kupangwa likazuliwa tu. Fakala, akasema Mwenyezi Mungu katika kusimulia, innal ladhina, hakika ya watu ambao, jau bil ifki, wamekuja na habari hii ya kupanga, ya uongo, ya kuzua. Ai jau bi aswa'il kadhibi, wameleta uongo mbaya zaidi. Wa ashna'i suwar al-buhtan, na ni uovu wa uzushi wa aina yake. Yani ni sura mpya, design nyingine ya uzushi katika mambo ya kuzuliwa. Basi hili ni jambo la aina yake. Wa huwa, na jambo lenyewe,
qadhfu Aishata, ni kumsingizia Aisha, bilfahishati, kuwa kazini. Aisha kazini, mwanamume wake fulani tumemuona live, na watu wakaunganisha picha wakasema inawezekana, ni kweli. Hana dhamana, wanawake bwana, hii ndo tabia yao, hakuna mkamilifu kwa hili. Tena ikaenea habari mpaka ikakaribia kuwa kweli, jinsi watu walivyoipokea, na kila anayeipokea anaipeleka mbele. Qala al-Imam al-Fakhri, amesema Imam Fakhru Razi, al-ifku, neno hili ifkun, ablaghu ma yakunu min al-kadhibi wa iftirai, maana yake inakuwa imeenda mbali zaidi kuliko kadhib na iftira. Al-kadhibu ni uongo, uongo wa aina yote ile, na iftira ni uzushi, yani ni jambo ambalo halipo lakini limezungumzwa. Lakini ikija ifku, maana ndo imeyapiku haya matamshi mawili, uongo unaoitwa kwa lugha ya ifku unakuwa mkubwa zaidi na ni wa aina mbaya. Waqad almuslimuna ala anna almurada ma ufika bihi ala Aishata wa hiya ala Aishati wa hiya zawjatu rasuli almasum. Wanawachuoni na Waislamu kwa ujumla wanaafiki kwamba uzushi wenyewe unaozungumzwa katika aya hii ni kumsingizia mama Aisha ambaye ni mke wa mtume, ambaye ni maasum. Mtume ni maasum, kwa hiyo kwa heshima yake mtume, basi kutokezea kwake nyumbani kwake, kwenye familia yake, jambo kama hili inakuwa ni jambo la aibu, jambo la kumshushia hadhi. Heshima yake ingelikuwa imepotea. Kwa hivyo wamemsingizia, pamoja na kuwa mtume, lakini wamemsingizia. Sasa Allah anasimulia, innal ladhina ja'u bil ifki, hawa watu waliokuja na habari hii ya uongo, jambo la kuzua, usbatun minkum, ni watu miongoni mwenu wenyewe, wanaonekana ni Waislamu, yani limeanza kwa Waislamu wenyewe, ni jamaa zenu, wenzenu, ni watu miongoni mwenu wamefanya jambo hili. Ai, maana yake usbatun minkum, jamaatun minkum, ni kundi miongoni mwenu. Ayuha almu'minun, enyi waumini, yani waumini wenyewe miongoni mwao ndimo walimotoka watu wakalieneza jambo hili. Na hapa kunaingia ule msemo unaosema man ishtaraka qauman fahuwa minhum au man ittaba'a qauman fahuwa minhum. Mtu mwenye kushirikiana na watu na yeye huwa ni miongoni mwao, au mtu mwenye kufuata watu na yeye huwa miongoni mwao, na miongoni mwao wakaliamini na wakachangia kulieneza, yani kuzidi kumvunjia heshima huyo mtume wao. Kwa hiyo ni jamaa miongoni mwenu, hata kama aliyelianzisha anajulikana, huyu ni Muislamu wanavyoonekana kwa kauli yake, lakini ni mnafiki, ni kiongozi wa wanafiki. Lakini sasa na waumini hao wanaonekana wana imani zao, waliingia moja kwa moja katika mtego huu, kuwaunga mkono hao wanafiki na kazi yao wanayoifanya, wakawasaidia. Kwa hiyo waliokuja na habari hii ni wote walioshiriki, kwa lugha yenu ya Kiswahili cha sasa wanaitwa wadau. Wadau wa uzushi huu ni watu miongoni mwenu. Usbatun minkum, usba ni timu au kundi la watu ambalo lina mtazamo fulani, lina hadhi fulani, kama kwa mfano vile katika lilivyotumiwa neno hili kwenye suratu Yusuf, qalu ya abana la ta'manna ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Watoto wa Yakubu walimwambia baba yao, baba yetu, kwa nini hutuamini sisi kwa Yusuf, na sisi ilhali ni watu wema kwake, tutamhifadhi, tutamlinda, ni ndugu yetu. Yakubu akasema, inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an yakulahu dhibu, nitahuzunishwa sana mimi endapo mtaondoka naye Yusuf, halafu ninaogopea huko mkitoka akaenda akaliwa na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, akaliwa na mbwa mwitu hali ya kuwa nyinyi mmeghafilika naye, mnashughulika na kazi zenu, mkamwacha ovyo mwenzenu akaja akadhulumiwa.
akajeruhiwa na mbwa mwitu, nitahuzunika sana. Kwa hiyo yeye kaona ndo anatoa sababu kwa nini hapendi mwanawe mdogo kumtoa akafuatana na hawa, na wao wakaitumia ile ile sababu, wakaanza sasa kujenga hoja kwa maneno ya baba yao, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun. Wallahi kama Yusuf wataliwa na mbwa mwitu na sisi ni timu nzima, ni watu ambao tumejifuma vizuri, sisi tutakuwa ni watu tuliokula hasara. Yani ni watu 10 wanaume majasiri, wapiganaji, wana nguvu, wana uzoefu wa huko maporini, halafu ndugu yao akaliwe na mbwa mwitu. Sasa usba inaweza ikawa ni kikosi, timu, chama, jumuiya, taasisi, kwamba iko katika formation fulani ya kufanya mambo yake na ina utaratibu mzuri. Kwa hiyo familia tu inaweza ikawa usba, kasikia amefanyika shughuli kubwa sana, ule si ukoo wa kina fulani, pale pesa zipo. Sasa wale familia yao imejengeka kwamba hata jamii kwa ujumla inaiheshimu, wale ni watu fulani. Kwa hiyo hii usba maana ni timu ya watu ambao wamepangika kiaina na wanakuwa wana hadhi maalum. Kikosi fulani kinaweza kikawa usba, wameingia KM bwana, wamepiga vibaya sana. Kwa hiyo kilichoambiwa kimeingia ni kikosi cha watu ambao kinajulikana ni cha wapiganaji, wana silaha, wana hivi, hawashitakiki, wamefanya kazi ya taifa. Kwa hiyo nao wanaweza wakawa usba. Kwa hiyo katika waumini kuna usba, timu ya watu ambao wana sera, mtazamo, mkakati, wana kazi maalum. Hawa ndio waliofanya jambo kama hili. Wanaitwa rumor mongers wakati mwingine, wachuuzi wa mambo ya uzushi. Wako watu katika jamii yoyote wanakuwa wanadili na wana kazi kama hizi. Basi ukaanza wakapika jambo, halafu likatangazwa mjini, likavuma sana, likaenea sana. Wao wanaanzisha hivi vitu kwa malengo yao maalum. Watu habari gani imeenea, habari fulani, hiyo wameifanya usalama wa taifa hiyo bwana. Kwa hiyo usba hiyo imepika jambo ikalitupa katika jamii kwa kazi zao wenyewe na malengo yao. Kwa hiyo hawa nao waliopika kesi hii, uzushi huu, ni usbatun minkum, ni kundi katika nyinyi. Jamaatun minkum ayyuhal mu'minun, hili ni kundi miongoni mwenu enyi waumini. Ala ra'sihim, lililo na kiongozi wake kamili anayeyaendesha mambo haya, kampeni hizi. Kiongozi huyu ni Ibn Saluli, Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, ndo kiongozi wa kundi la watu wenye tabia kama hii. Ra'sun nifaqi, huyu ni rais au kiongozi wa unafiki. Ule upinzani wa dini wa ndani kwa ndani ulikuwa unaongozwa na huyu Abdullah ibn Ubay ibn Saluli. Hadithi yake ni maarufu sana katika tarehe. Ibn Saluli ni nani, kafanya nini na kafa vipi, ni maarufu. Lakini huyu ndo mwanzilishi na kiongozi wa kampeni hii ya kumsingizia mtume kwamba hata mke wake anafanya mambo kama haya bwana, tena anafanya hadharani, watu wanamuona kachukuliwa na fulani na fulani. Kwa hiyo hawa ni watu miongoni mwenu. La tahsabuhu sharran lakum, lakini nyinyi watu wa familia ya Abu Bakar, ambao huyu Aisha ni mtoto wa Abu Bakar Siddiq, na Siddiq ni mtu mwenye heshima yake katika Uislamu. Watu wa Madina, Maka na dunia nzima wanamheshimu. Sasa kutokezea kwake jambo kama hili kwa kweli linahuzunisha, linavunja moyo. Lakini wanaambiwa kwao wasilichukulie jambo hili kuwa ni shari, bal huwa khairul lakum, lakini kwenu nyinyi ni khairi. Ai la tazunnu hadha alqadhfi, musidhanie kusingiziwa huku, watihami na kutuhumiwa huku, sharran lakum, kuwa ni shari kwenu. Ya ala Aba Bakrin, enyi watu wa Abu Bakari, hii sio shari kwenu. Mwenyezi Mungu ndo anayadilute yale mambo, anapunguza maafa ya hiyo habari, anawapa moyo. Hongereni kwamba hili sio jambo la shari kwenu, enyi familia ya Abu Bakari.
bal huwa khairul lakum, lakini hili ni kheri kwenu nyinyi, kupatwa na msiba huu ni kheri kwenu. Inakuwa ni kauli nzito kukubalika na mtu ana msiba alafu ukamwambia kheri inshallah. Maana kuna kisa kimoja cha hivi tu cha sadiki ukipenda, kwamba kuna mtu mmoja katika watu wa zamani, mcha Mungu, mtu mwema, alikuwa yeye mambo yake yote yananasabishia na Mwenyezi Mungu, akiahidi anasema inshallah. Akimkuta mtu aliyejaribiwa na mtihani humwambia kheri inshallah. Kwa hiyo siku moja kauli zake hizi zikamuudhi mfalme wa nchi aliyokuwa anaishi. Kila kitu kheri tu, kila kitu kheri. Sasa mfalme siku moja alikuwa katoka katika, unajua wafalme wa zamani walikuwa wana hobi za kuwinda. Kaenda kuwinda, katika kuchinja kiwindo chake akajikata kidole. Yule bwana alipokuja huku kuonana na mfalme akampa pole na akamwambia inshallah ni kheri, yote kheri. Maana akapanga Mwenyezi Mungu. Lakini watu wenye hadhi zao, watu wenye maamuzi, ukiwaambia maneno yasiyokubaliana na akili zao inakuwa kosa. Mbia hivi, mimi nimejikata kidole, hakimu kabisa, unaniambia kheri? Ndio kheri hii kuwa mlemavu? Huyu hanifai, au wawe. Kwa hiyo akafungwa kwanza mahabusu kwa muda mrefu, na ana mpango wa kutaka kumuulisha. Lakini sasa ikatokezea hakumuua kwa bahati nzuri. Akaja akafanya safari nyingine, kenda zake kwenye hobi zake za mawindo, akatokezea kwenye nchi nyingine zina utawala mwingine. Bahati nzuri ka cross border huko, game ile imemkubali, kaingia kwenye anga za watu, akamatwa. Natufaa tumpeleke kwa mfalme. Akapelekwa kwa mfalme mwingine, naye mfalme mwingine ana mila zake. Dini yake ya jadi inamtuma kila mwaka lazima achinje mtu mmoja aliyekuwa safi, salimul a'dha, mtu mwenye hadhi maarufu, amchinje huyo kwa ajili ya matambiko yake kwa dini yake. Kwa hiyo kaona huyu anatufaa. Kila alivyojitetea, mimi ndo mfalme wa nchi fulani, ndo haswa tunakutaka wewe, ndo barabara. Kwa hiyo akapelekwa kwa mfalme wa nchi hii. Kufika kule, mfalme akamkagua, akasema huyu lakini hatufai, si mnamuona athari yake? Kweli kapungua, anatakiwa alokuwa hana aibu, hana kilema. Kwa hiyo kwa sababu hafai ndo akaachiliwa. Haya, toka nenda zako haraka sana. Basi alipojua kumbe maneno ya yule bwana yote yana ukweli, alipofika tena akaenda akamwomba radhi. Nilikuwa ninakereka sana na maneno yako, lakini sasa ndo nimegundua ukweli wa yale maneno yako. Ina maana huamini jambo wala hulikubali mpaka ulione mwenyewe. Kwa hiyo ndo akaamini, kumbe kweli ilikuwa kujikata kwangu kidole siku ile ni kheri. Maana ingekuwa si kidole tu, basi mimi leo ndo ningeliuawa. Kwa hiyo na hapa Abu Bakari na familia yake, bali na kwa Waislamu kwa ujumla, maana address inakuja kwa jamu, watu wote, hii sio shari kwenu. Maana tusi hili lingekuja mpaka kwenye dini, kwa hiyo watu wa dini wote lingewahusu. Lakini hasa lingelikuwa na uzito kwa familia ya hao ambao wamezushiwa. Lakini na watu wengine wangeungana nao katika majonzi haya, kwa sababu Waislamu wote ni kama kiwiliwili kimoja. Ikiugua kiungo kimoja, mwili mzima unakuwa unapata taathira. Kwa hiyo Waislamu pia wangeaibika sana kwa tukio kama ile. Hata mke wa mtume wao alikuwa malaya, mke wa mtume wao. Kwa hiyo dini maisha yake ingekuwa inadhalilika, kwamba inakataza zinaa, lakini mbona imefanywa huko ilikokatazwa? Hili jambo haliwezekani bwana, ingekuwa kesi kubwa duniani. Kwa hiyo la tahsabuhu sharran lakum, musisabu tukio hili kuwa ni shari kwenu, bal huwa khairul lakum, lakini ni kheri kwenu. Kwa nini ni kheri? Lima fihi, kutokana na yale yanayopatikana ndani ya kesi hii, mina sharafi, kwanza ya heshima, alazim, heshima kubwa mtakuwa mmejengewa. Kwa nini mtapata heshima kubwa? Binuzuli alwahyi, kwa kuteremshwa makusudi wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bibaraati ummil mu'minin, wa kumtakasa huyu ummul mu'minin kuwa hana kosa, kwamba ushahidi Mungu mwenyewe katoa kauli kuthibitisha
huyu hana kosa, kilichosemwa ni uongo na jambo la kusingiziwa. Kwa hiyo kuteremka wahi kwa ajili ya mtu huyo, mtu kwa kweli anakuwa akapata heshima sana, kama alivyokuwa anaheshimiwa Bibi Khawlatu binti Thalaba, ambaye imeteremka kwa ajili yake, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ila akhir alhadith. Ni mtu ambaye hata Umar ibn al-Khattabi siku za mbele katika wakati wa mamlaka yake alimwekea heshima huyu mama. Wakati huu alikuwa tena kizee sana, kapita na safari yake akamkuta Bibi Khawla, akasimama na akamsalimia. Msafara wake, watu wake aliofuatana nao, akamwambia, unapoteza wakati kwa kizee huyu. Akakasirika Umar, akaambia, nyinyi mnamjua huyu ni nani? Huyu ni mtu mwenye hadhi ya aina ya peke yake. Kwenye Qur'ani kumeteremka maelezo kwa ajili yake. Huyu ndo Khawla ambaye suratu Al-Mujadila imeshuka kwa sababu yake. Kwa hiyo ana heshima maalum, lazima ni muheshimu. Kwa hiyo sharafu ya kwanza itakayopatikana kwa kesi hii ni nyinyi kupata heshima ya kuteremshwa wahai, yani Mwenyezi Mungu mwenyewe akalisemea jambo lenu, akateremsha wahai, akalisemea jambo la kumtakasa huyu mama wa waumini, mke wa mtume wake, kwamba hili jambo alilosingiziwa nalo si kweli, hakufanya. Kheri ya pili, wa karamatullahi laha, heshima ya Mwenyezi Mungu atakayeumpa huyu aliyesingiziwa, biinzali alwahyi fi sha'niha, kwa kuteremsha wahyi kuhusu kesi yake tu, kwamba umeshuka wahyi kwa kesi yake tu. Kwa hiyo na yeye atakuwa ni mtu aliyepata heshima. Watu utafuta heshima ya duniani kwa kufanya mambo ya ajabu ajabu, mpaka ya kula vitu viovu vichafu, ili rekodi yao iwekwe kwenye Guinness Book of World Records. Duniani kuna buku linaitwa Guinness. Humo huwekwa watu, taarifa za watu waliovunja rekodi kufanya mambo ya ajabu ajabu duniani. Kwa hiyo watu huwa wanatafuta na wao wawemo hilo kwenye buku la dunia la makafiri. Kwa hiyo kule kupata mtu heshima tu ya kujulikana sana, basi ni jambo ambalo watu wanajivunia. Kuna mashindano Ulaya ya kula vitu vichafu. Kwa hiyo wanakula vinyesi, wanakula wadudu wa ajabu ajabu, na kila amana yake, halafu ashinde lile shindano, jina lake liwekwe huko kwenye hilo buku. Watu wanafanya hivi. Asifiwe tu kwa akafanya kitu cha ajabu kilichokhalifu ada, si cha kawaida. Kwa hiyo huyu yeye hakusifiwa na watu, sifa yake kasifiwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Umeshuka wahai, Mwenyezi Mungu akasemea habari yake. Kwa hiyo atapata heshima hata na huyu muhusika mwenyewe. Yeye ataona vibaya kidogo, atadhoofika,